kunilazimisha vitu ambavyo sijafanya. Wewe unaenda kwenye kazi ambayo sitaki. Amesema wewe ndio mwenye risiti, ndio ulikuwa unampaga risiti yake kituo cha polisi pale. Alisema hata tukiwa pale kituo cha polisi alisema tunapataga nyumbani kwake. Ndio maana kidogo kwenye kikoba wanaomba wote kwa sababu wanakuja kugawana hela. Wanakuwa watatu, yeye Pita na mama Jeni. Kuna mama huku mtaa wa Longdong kwenye mtaa wa Lolovono amegeuka kuwa kimeo, ana milioni zaidi milioni 51 na serikali tumekwenda kituoni tumerudishwa na hatuna mahali pa kuelekea. Ombi langu sana kwa serikali ya wilaya itusaidie wamama wao wapate haki yao. Sasa mimi kwenye hichi kikoba kuna pesa nadai. Nilikuwa naomba katika ile wanadai pesa, hakuna benki hata shilingi. Benki statement inaandika 00. Mweka hazina wa kikundi cha Ukundi Peace Group Veronica Urio na mwenyekiti wa kikundi hicho Gliseda Tilia maarufu kama Nancy au Mama Baraka wanadaiwa kutafuna hela za kikundi hicho zaidi ya shilingi milioni 50 ambazo walitakiwa kuvunja kikundi hicho kwa ajili ya kugawana. Kikundi hicho ambacho kiko katika mtaa wa Lolovono kata ya Sokoni 1 jijini Arusha walikutana kwa sababu ni mwisho wa mwaka ambapo kwenye akaunti walienda kuangalia wakakuta hakuna fedha yoyote iliyowekwa tofauti na hela ya mwaka 2024 ambayo ilikuwa shilingi 191. Jambo hilo lilimfanya diwani wa Sokoni 1 Bwana Muksin kuingilia kati na kudai mtunza hazina anaonekana amekula pesa za wenzake zaidi ya wanachama 30 na haijulikani watazipata lini, hivyo wamelazimika kwenda polisi. Lakini wakati huo kikundi hicho wakilalamika, alijitokeza mtu mwingine na kudai kuwa mwenyekiti wa kikundi hicho Binansi amekopewa pesa kwenye kikundi kingine zaidi ya shilingi milioni 48 na pia alikuwa anatafutwa, lakini akakataa na kusema hakuna mahali wameandikishana kwamba wamepeana pesa. Naitwa Jeni ambaye ni mwenyekiti wa hichi kikundi. Hichi kikundi kina miaka 9 sasa. Tulimchagua mweka hazina mwaka jana, ni mgeni, lakini miaka yote tulikuwa tuna wengine. Kwa hiyo sasa akasema anapeleka benki hela anatuletea risiti. Lakini sasa tunaenda kuangalia bank statement juzi hatuoni hela. Sasa ndo tumemuomba kwamba hela tunazipataje, maana alipelekwa kwa diwani akasema hela ilikaa kwenye akaunti yake kwa kuogopa sisi tutaenda kuzitoa. Kwa hiyo sasa akaulizwa tena kwa mwenyekiti akasema kwamba hela zitakuja. Kwa hiyo ameomba mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 hela zitakuwa ziko mezani. Tuko si hakiki ni risiti tulikuwa tunaangalia. Na miaka yote watu tunaangalia tu risiti. Mimi alizokuwa amepiga mahesabu mweka hazina ni milioni 24 na 200,000. Pamoja na madeni ya watu wengine, kuna watu wengine wanadaiwa kwenye kikoba hapa. Kwa hiyo sasa ndio tulikuwa tumekaa na mwalimu tukashauriwa tuendelee kugonga hisa, tusiache kikoba. Tuendelee kugonga hisa na madeni ni yasimamie ya kusanyo pia ya watu ambao wanaodaiwa. Yalipo tushauri kwa sababu uwezekani mtu anadaiwa milioni 2 sasa hivi milioni 3 mwambie ilete kwa dakika. Kwa hiyo sasa ndio mwalimu akatushauri jana tugonge hisa, tupeane muda, hela ziwe mezani, watu waitwe pesa zao kwa sababu wanachama pia wapo wanaodaiwa. Ndio sasa mweka hazina alisema hela hakuziweka kule kutokana na kuhofia yeye sio mweka saini. Siji sisi kwa tunaletea tu risiti tunazikagua basi. Kuna hivi kwa sababu miaka yote nimezoea tu kuletewa na kuangalia, lakini siji kusema na kuwa na wasiwasi, hapana. Mweka hazina tumeongea naye hapa akaomba mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 ile itakuwepo. Mweka hazina yeye ameomba kwa sababu kuna watu wengine wanadaiwa hapa. Nimewauliza hapa sasa hivi na wenyewe akasema kwamba ndio tuko tunaomba wao wavumilivu tu wasubiri mpaka huo muda wapate hizo pesa na mimi nizisimamie mpaka tumalizane. Hiyo tarehe 30 mwezi wa 6 kwa sababu na wengine pia wanadaiwa hela nyingi, lakini ukimforce mtu hapa alete hela kwa wakati kwamba leta hiyo hela milioni 3 sasa hivi anaitoa wapi? Naitwa Veronica Machange. Mimi nilikuwa mweka fedha lakini sio mtunza hazina. Yani mimi nilichaguliwa badala. Mimi sio signatory wala sio mtunza. Yani kuweka tu. Yani kuwashikilia unaona mnaendelea kuongea. Hiyo milioni 24 mwenyekiti anadaiwa shilingi milioni 17,967. Hiyo inaibaki ndo mimi nadaiwa. Umeelewa Ndivyo nilivyoongea na hii ndio ukweli. Sasa mimi kwenye hichi kikoba kuna pesa nadai. Nilikuwa naomba katika ile ambayo inadaiwa kwenye hichi kikoba, ile inaida kwenye kikoba nifilisiwe. Naona kama itafika kama milioni 2. Baada ya mwalimu kupiga mahesabu, hata mama alikuwa juu kama ni milioni 38, ikaonekana kwamba kuna pesa zingine ambazo
hazieleweki ziko wapi. Sasa hapa tulikuwa tunataka tujaliane kwamba ile short ilitokana na nini mpaka ikafika milioni 38. Ile meza sasa tukae kwamba hii hela imepotea poteaje, ndo baada tujapata mwafaka. Mimi ni kwamba hiyo milioni 28 mimi ndo naitambua. Hiyo mwalimu alipokuja kupiga mahesabu akagundua kwamba kwenye hichi kikoba kuna pesa ambayo ieleweki inatakiwa ifike milioni 38. Sasa milioni 38 inapatikanaje? Hii short ilitokanaje? Ndio nilikuwa tunataka tuulizane. Iko hivi, milioni 38 unatakiwa utoe milioni 24 na laki moja na. Alafu sasa pale tunapata hiyo short ni shilingi ngapi? Ndio tujiulizane kwamba pale mezani hiyo hela imeenda wapi? Mimi sijaipeleka hela benki. Mimi sijaipeleka hela benki. Sijawahi. Mimi sijui. Mimi sijui. Twende mbele kitanda nani? Mimi sijui. Mimi sijui, pesa sijaipeleka benki. Benki singeonyesha nimepeleka hela. Mimi ndo nasema mwenyekiti alikuwa nazo na mimi nilikuwa nazo, lakini sijaipeleka benki. Sasa yani wao ndo wanajua, lakini sio mimi. Mimi ndo ninasema hicho kitu ambacho ni halisia. Wewe nilikuwa naomba tu hela zilizoko kwenye nani yangu, naomba nifilisiwe, nijue deni langu kamili ni lipi basi. Ukiingilia masuala ya receipt baba, ni mambo mengine ya nani. Wao wanajua hizo receipt walizitoa wapi. Receipt iache kama ile. Mimi nasema masuala ya pesa baba. Masuala ya receipt ni mambo mengine. Lakini mimi nasema hivi, pesa zilikuwa zisipeleke benki. Ulikuwa na kanazo nyumbani? Huyu dada anachukua, anasema anarudisha kurudisha. Kwa nini nilikuwa na rekodi kwamba ni shilingi ngapi mpaka ikafika milioni 17,967. Akasema, akaulizwa vizuri, pesa unayo? Akasema ndio, pesa ninayo, iko kwenye akaunti yangu. Utahamishaje pesa ya kikundi kwenye akaunti yako? Ndo akaeleza kwamba mimi nimehamisha kutokana na sikuelewa wenzangu wanaweza wakanizunguka wakaenda wakaitoa hiyo pesa. Pesa ninayo cash milioni 24. Huyu mama, unaona? Na diwani akamwambia, naomba muende siku ya Alhamisi asubuhi na mapema saa 4, mwiteni na mwalimu mje mpige nini mahesabu, watu wapewe pesa zao. Diwani akampigia mpaka na katibu yuko Dodoma. Akamwambia, mimi kikundi na kivunja siku ya Alhamisi saa 4 hapa. Msije mkaleta tabia zenu. Kama kuna njia mmepita mseme mapema. Tukaondoka pale, diwani akatuambia tuende Alhamisi. Hawa wamama wawili, mwenyekiti na katibu na mweka hazina, walienda kwa diwani Jumatano. Sijui ni saa ngapi. Diwani alituambia alienda Jumatano. Wakienda kumuhonga pesa ili wavushe siku za kutulipa pesa zetu mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Diwani akakataa. Alikataa diwani Muksini kwamba siwezi kupewa pesa na haki za wamama ziko nyuma. Mimi pia nina watoto na nina mke. Unaona? Hii michezo iko kila kona. Walitaka wamuonge diwani, diwani alikataa na akatukanushia sisi mbele yetu. Unaona? Alisema, sasa sisi hatutaki mambo mengi. Na wala sisi wasitafute tukafika hatua ambayo hatuhitaji. Sisi tunachotaka ni pesa zetu. Mimi wanipe pesa yangu na watu nilioingiza kwenye kikundi wawape pesa zao. Kwa sababu imeshafika kuwa mbaya, tutakuwa tu ni mbaya. Huwezi kulazimisha vitu ambavyo sijafanya. Huwezi kuleta kwenye kazi ambayo sitaki. Sasa useme hapa imetoka wapi? Mimi nimesema nilikuwa nataka kuakana. Hata hizi pesa hizi nimesema sijifunga. Sasa mama anasema anazo milioni 6. Unasikia anasema ndo unamtengenezea risiti. Wewe unamtengenezea risiti. Wewe. Majeni mimi ndo. Alisema wewe ndio unampa risiti. Sasa mimi ndo natengeneza majeni. Wewe unasema hivi. Wewe Nancy umeonekana kwenye mambo mengi. Twende mbele. Sasa nani? Mama kuku mama Jeni amesema wewe ndio ulikuwa unampaga risiti. Hata kituo cha polisi pale alisema
Hata tukiwa pale kituo cha polisi alisema tunapataga nyumbani kwake. Ndio maana kutoka kwenye kikopa wanaomba wote kwa sababu wanakuja kugawana hela. Wanakuwa watatu, yeye pika na mama Jeni na mama Hene. Wanaongozana hivi kama mke wa mmoja. Kupata nyumbani. Hata enzi ya gari. Unaenda kupaki gari kule, unarudi na miguu. Unapata mama unakuja kuchukua hiyo baba, tuacheni, hakuna cha siku 7 hapa. Kesho tuendeni Jumatatu. Saba ya nini? Hakuna cha siku 7. Tarehe 7 ndio umefanya yote. Wewe ndio umefanya tarehe 7. Yaani kama ni leo unaweza tuendeni, kama nani anaandika wewe ndio unaandika. Sasa kifuatacho ni hichi jamani. Wewe ndio unaandika na wewe ndio umezileta, umemtengenezea. Sasa au siathibitishe hapa. Cha nini sasa? Anasema umeomba. Mimi kawaida yangu kama diwani bwana Kusaga, nikikuta watu nje ofisi yangu kwa kierere changu huwa nawafuata na wauliza, mbona mko wengi? Mama akaniambia si tuko wengi hapa, tumezulumiwa, hatuelewi. Nikamwambia basi mimi ni bingwa wa kutetea watu waliozulumiwa. Tukaingia ofisini. Nikatoa watu wote nje, nikawaingiza wao kwa kuwapa kipaumbele. Kwa mama zaidi ya 30. Walipofika ndani, mweka hazina ndo alokuja kati ya katibu mwenyekiti na mweka hazina. Alokuwa kiongozi ni mmoja tu, mweka hazina. Mweka hazina nikamuuliza una shilingi ngapi za kundi? Mweka hazina akasema nina milioni 24 na laki 2. Nikamwambia basi siku ya Alhamisi uje na fedha hizo hapa, tumtafute mwalimu wa hesabu, papigwe hesabu. Alhamisi asubuhi saa 4. Wakati mimi ninaendelea na shughuli zangu, Jumatano mida ya saa 8 napata simu. Mama mmoja anajitambulisha, anajiita mwenyekiti wa kikundi. Ananiambia bana nakutafuta. Nikamwambia unanitafutia nini? Akaniambia nakutafuta, nina shida na wewe. Kaambia basi njooni Elerai sokoni. Wakaja Elerai sokoni. Walichokuja nacho Elerai sokoni ni kuniomba. Yaani kuna namna wakawa wananihadaa. Lakini haongei mwenyekiti, anaongea yule ambaye alisema na milioni 24 huyu. Anasema naomba nisaidie kwa wale wa mama, hela yao nitawapelekea tarehe 30 mwezi wa 6. Nikamuuliza mama, jana tumekubaliana ofisini kwamba una milioni 24 na laki 2. Unazileta Alhamisi tupige hesabu. Sasa leo kwa nini unakuja huku kwangu na wazunguka wenzako? Mimi rushwa sipokei, sitaki huo upuuzi na uondoke hapa. Wakaondoka, tukakutana ofisini Alhamisi. Tulipokutana ofisini Alhamisi, kwa bahati nzuri mwenyekiti wa kundi naye alikuja. Baada ya mwenyekiti kufika pale, mwenyekiti sasa wakawa narushiana mpira. Mama akageuka, hana milioni 24 na laki 2. Ana milioni 6 laki 7 sijui na shingapi. Mwenyekiti ana milioni 17. Mimi nikaona sasa huu ni ukanjanja. Nikawabeba wale watu kwa gari yangu mpaka kituo cha polisi cha Morombo, nikiwa na muktasari wa mazungumzo ambayo tulizungumza ofisini. Nikamkabidhi askari, bwana hawa mama, huyu mwenyekiti na mweka hazina wao wanawazulumu, kwa hiyo naomba mnisaidie. Kwa bahati nzuri mimi mkuu wa wilaya alikuja kwangu kwenye kituo cha afya, kwenye kata yangu kwenye kituo cha afya. Nikaomba mama uzuri, nikaondoka. Lakini nikawaelekeza nendeni wao mama. Baadaye walirudi ofisini, wakakuta ofisi imefungwa. Wakawa wamerudishwa na polisi, wanaambiwa nendeni mkapige hesabu. Alafu mkishajua mahesabu mtatuambia. Sasa mimi baada hapo kusikia mama wanapiga hesabu, nikamwambia mkishamaliza kupiga hesabu, nyie nipeni hiyo karatasi ya mahesabu. Mimi na hao mama waliowazulumu tutapambana mwanzo mwisho. Tena niliongea na mmoja kwenye simu, sijui ni nani. Nikamwambia nyie mnipe hesabu tu kwamba fulani anadaiwa shilingi ngapi, fulani anadaiwa shilingi ngapi, fulani anadaiwa shilingi ngapi. Sasa leo asubuhi nimepata simu ya Kusaga, naambiwa mbona unatajwa ndivyo sivyo kwenye hii. Na ndio maana nikafika eneo la tukio. Sina chochote nilichopewa, zaidi nilikuwa ndalazimishwa kupewa ili kusaidia huyu mama awazulumu nyie, na nilimkataa. Na ushahidi upo. Na wakati huyu mama wakati wanaendelea kunibembeleza, staili walokuja nayo, kama ningelegea kidogo ilikuwa lazima nyie mkose haki zenu. Yule mimi namtetea, hakuwa akiongea. Muongeaji sana ni huyu.
Umenielewa? Ananiomba nimsaidie. Unamsikia? Sijaongea naye bado. Yaani huyu yuko kama anatafuta kufia kwenye mikono ya watu. Umenielewa? Yule mama hakuongea chochote. Yule mwenyekiti alokuwa ananilazimishia maongezi ni huyu, na nimemkataa na haki za watu. Na yule mama, bwana mtangazaji, yule mama ni mwizi, ni jambazi. Naiomba serikali itusaidie, kwa sababu bila kutusaidia watu zaidi ya 30 wanaweza wakaleta vurugu ikawa balaa kwenye kata yangu. Na iambia serikali, mheshimiwa mkuu wa wilaya, yoyote atakayeona klipu hii, kuna mama huku mtaa wa Longdong kwenye mtaa wa Lolovono amegeuka kuwa kimeo, ana milioni zaidi, milioni 51, na serikali tumekwenda kituoni, tumerudishwa na hatuna mahali pa kuelekea. Ombi langu sana kwa serikali ya wilaya, itusaidie wamama hao wapate haki yao. Huyu mama amewadhulumu wenzake zaidi ya 30. Hayo ndio maneno yangu, naongea kama diwani wa kata hii. Umeona? Na huyu hapa ni alikuwaga mwekazi na wetu. Naye kawatapeli. Na aliletwa, huyu haja tutapeli. Huyu aliletwa na yule. Na yule pale ndo ametutapeli vikundi hivyo. Viwili au vitatu. Milioni 58, milioni 28, milioni 12. Tunaendelea kupata. Kwa hiyo mwenyekiti wa kundi, mimi mwenyewe namdai milioni 44, nimemchukulia kwenye vikundi ambavyo hayupo. Mimi mwenyewe milioni 44 nimemchukulia kwenye vikundi ambavyo hayupo, namdai huyu dada. Akiambiwa anasema kama unanidai unipeleke polisi, tumeandikiana wapi? Kwa hiyo yenu uaminifu nilotumia mimi kumpatia hiyo pesa, kwa kuwa hatujaandikiana, ndo anachukulia fimbo kunichapia mimi. Milioni 58 na wanachama hapa nitawapigia wote hapa na kila mtu aongee. Sawa. Basi hamna shida, ngoja. Kaa hapo. Ngoja naye akae. Ngoja akae. Kwa hiyo mama Jeni ndio amewapigia simu waje. Sawa. Amewatengeneza wapi? Vizuri, chukua kiti kaa pale mama kiti. Chukua kiti. Tutaleta viti. Tu alikuwa ni mwaminifu, ni mtu wangu toka mwaka 2012. Tuko naye kwenye hizi mambo ya mavikundi nini, analipa, anarejesha, anakopa, anarejesha. Sasa utaachaje kumwamini? Huu mwaka 2025 ndio ameamua kufanya finishing kila mahali. Wale ambao wanadai pesa, hakuna benki hata shilingi. Benki statement inaandika 0. Pesa yote ameweka nyumbani kwake. Hatujui ni nyumbani kwake, hatujui ni benki yake alipoweka. Na kawaida pesa za kikundi zinakwenda benki, lakini alikuwa anatuletea risiti fake, na tunazo hapa, hata ukitaka tukuonyeshe tunazo. Sasa sisi tumechukulia kiungwana, mama sawa, ulikuwa unatufichia pembeni. Tunachoomba basi zilete hizo zilizoko, alafu tukusanye na zile tunazodai wenzetu, tugawane. Wale ambao hawana deni, hawadai chochote, wapate. Wale ambao wanabalansisha, kama kuna mtu anadaiwa milioni, anadai milioni, alafu anadaiwa 500,000, si anajua 500,000 ndio imebaki? Hiyo yote hakuna. Wanatupa tarehe ya mwezi wa 6, na kikoba kinavunjwa, kilikuwa kivunjwe mwezi wa 2 tarehe 7. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni dhuluma wanaotaka kutumia. Sasa sisi tumechukua hatua ya kwanza, upendo. Ulipokuja hapa nilikwambia sisi ni watu tunapendana. Tumechukulia upendo, mpaka sasa hivi ni upendo. Hatujataka kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Ili nini? Waweze kutupa kwa utaratibu mzuri. Kwa sababu wote hapa sisi wengine ni majirani, wengine tunajuana hapa. Na tulikuwa tuna amani vizuri kabisa. Lakini mwenzetu ndio ametenda hicho alichotenda. Sasa sisi tunachoomba, swala hili utusaidie liende sehemu inayohusika ili tupate haki zetu. Mimi nina mwaka mmoja kwenye hichi kikundi. Kama baba, tuko wawili wanaume kwenye hichi kikundi. Maana walituruhusu kwamba hata wanaume mnaruhusiwa kufanya nini? Kujiunga na hichi kikundi. Kwa hiyo tuko wanaume wawili tu. Kwenye hichi kikundi. Kinaitwa Kikundi Peace. Ukundi Peace. Kikundi Peace. Yaani ni kitu cha amani, lakini sasa amani imetoweka. Ukundi Peace. Sasa ukundi yani ni ule upendo wa agape usiokuwa na sababu. Lakini sasa umekuwa na sababu. Sasa tunachotaka sisi ni zile pesa zilizoko benki tuzione kwanza. Sasa hazipo, ziko wapi? Kwa nini hataki kuzileta?
amezipeleka benki gani? Tunataka tujue benki aliyopeleka. Mtu anayetuhumiwa ni nani? Anayetuhumiwa ni mweka hazina ambaye ndio anachukua hizo pesa kupeleka benki. Na mwenyekiti? Mwenyekiti yeye ni kusimamia utaratibu wote. Kwa hiyo anajua mwenyekiti na mwenyekiti anajua kwamba mwenzake alikuwa anapeleka benki. Hakuwa ni dili yao wawili. Hatujui kwamba ni dili yao, lakini tunajua mwenyekiti alikuwa anajua kwamba zinapelekwa benki.